بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسمى الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله تعالى لبس الثوب الجديد، دعاء يكفى nguo mpya. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، حديثه حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه الترمذي. أنا سمع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم، alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, idha istajadda thawban, pindi anapovaa nguo mpya, samahu bismihi, anaitaja nguo hiyo kwa jina lake, imamatan, nguo hiyo iwe ni kilemba au qamisan au kanzu au ridaan au ridaa, shuka ya juu. Thumma yaqul, kisha anasema: Allahumma, ewe Allah, lakal hamdu, ni zako wewe tu himdi na shukurani zote. Anta kasautanihi, wewe ndiye uliyenivisha. Alafu anakitaja hicho alichokivaa. Anta kasautani, kama ni kikoi anasema anta kasautani hadha alizari, wewe ndiye uliyenivisha ukaniruzuku kupata vazi hili, kikoi hiki, kwa maana pasi na ujanja wangu wala nguvu zangu, wewe kwa rehema zako na kwa neema zako umenivisha. Alafu anakitaja hicho anachokivaa kipya. Kama ni kikoi anasema hadha alizari anta kasautani, wewe umenivisha hadha alizari, kikoi hiki. Kama ni kilemba, anta kasautani hadhihi alimama, kilemba hiki. Kama ni kanzu, anta kasautani hadha alqamis, kanzu hii. Kama ni kofia, anta kasautani hadhihi alqalanswa, kitakachokuwa ambacho amekivaa kipya anakitaja kwa jina lake. As'aluka khairahu, na kuomba khairi zake hiki ninachokivaa, na kuomba khairi zake, wa khaira ma suni'a lahu, na kadhalika na kuomba khairi ya lile ambalo nguo hii imetengenezewa. Kwa maana na kuomba khairi unijalie nitumie nguo hii mpya katika taa zako na katika ibada zako. Nguo hii iwe ni msaada kwangu katika kukutii na katika kukuabudu. Wa a'udhu bika, na najikinga kwako, min sharrihi, kutokana na shari zake hii nguo. Kama kuna shari yoyote umeipitisha kupitia nguo hii, basi na kuomba unikinge.
aweza kastaajabu mtu, kwenye nguo mpya kuna shari au kwenye nguo kuna shari. Naam, kwani wangapi wamepatwa na matatizo kwa sababu ya mavazi yao? Wako wengi. Mara ngapi tunasikia mtu amepanda pikipiki mfano, kanzu ikanasa kwenye kitu fulani akaanguka, au ikajizonga zonga na ikajisokota kwenye tairi akaanguka, au ilikamnyonga akawahishwa hospitali, mara tunasikia amefariki. Au mara ngapi tunasikia kina dada wamepanda wamevaa labda mabaibu yao au mashungi yao, likanasa kwenye tairi shungi lake likajisokota sokota wakaanguka akafariki mtu. Inatokea haya. Kwa hiyo nakuomba unikinge kutokamana na shari ya hii nguo, kutokamana na shari ya hii nguo. Huenda ikapatwa na moto nchani, pita sehemu moto ukaingia kwenye nchi ya nguo, tahamaki, mtu hana taarifa mpaka anakuja kushtuka tayari vazi lake lote lile limechomeka, limeungua, imma limemua au limemwachia madhara makubwa katika mwili wake. Lipo hili. Kwa hiyo unamuomba Allah kukinge na shari hilo vazi, kukinge na shari la hilo vazi, wa sharri ma suni'a lah, na shari ya dhumuni ambalo imetengenezwa hiyo nguo kwa dhumuni hilo. Hii ndio dua ambayo alikuwa akisoma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale anapovaa nguo mpya aliyoneemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Na Muislamu katika kila wakati anatakiwa mhimidi Mola wake na amshukuru kwa chochote ambacho anapewa na Mola wake, kwa sababu kwenye shukurani kuna ziada. Kwenye shukurani kuna ziada. Unataka uzidishiwe, mshukuru Mola wako. Ukishukuru, naam, utazidishiwa. Ukikufuru utapunguziwa, bali kadhalika utaadhibiwa. Allah anasema, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Kumbuka alipotangaza Mola wenu akasema, kama mtashukuru basi wallahi kwa hakika nitakuzidishieni, na kama mtakufuru neema zangu basi eleweni kwamba adhabu zangu ni kali. Inna adhabi la shadid. Kadhalika wametaja baadhi ya ilmi maana ya kule kuomba kwako, ukasema as'aluka khairahu, na kuomba khairi zake, yani khairi za hii nguo mpya ninayovaa hapa. Khairi ya nguo amesema al-Imam al-Mayrak, baqa'uhu ni kule kubakia kwake, wa naqa'uhu na kule kuwa safi nguo hiyo, wa kaunuhu malbusan lidharurati walhaja, na kuwa imevaliwa hiyo nguo kwa udharura na hitajio. Kwa udharura na hitajio. Tunavaa baadhi ya mavazi kwa mahitajio maalum, kwamba umevaa mavazi fulani kwa sababu ya baridi kali, kwa hiyo imetengenezwa hii ikukinge na adha ya baridi. Ndio katika inaingia wa khair ma suni'a lah wa khaira ma suni'a lah, kuomba khairi ya yale ambayo hii nguo imetengenezwa kwa ajili yake. Kama ni koti basi linikinge na baridi, khairi zake hizo. Kama ni kiguo chepesi kwa ajili ya kinikinge na joto, kiniepushie joto lisinidhuru, na kama hayo ambayo wametaja baadhi ya ahlul ilmi. Mmoja katika wapokezi wa hii hadithi kutoka kwa sahaba anaitwa Abu Nadra. Jina lake Abu Nadra ni Al-Mundhir ibn Malik, mmoja katika matabiina rahimahullah. Anasema kama ilivyokuja riwaya nyingine kwa al-Imam Abu Daud, anasema fakana ashabu nabii, walikuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, idha labisa ahaduhum thawban jadida, pale mmoja wao anapovaa nguo mpya, walikuwa wakimwambia ndugu yao katika hali ya kumwombea dua, tubli,
wa yukhlifu Allah ta'ala tubli, manake urefushiwe muda kwenye hiyo nguo mpaka hii nguo ije ichakae, yani endelea kuishi maisha marefu mpaka hii nguo ichakae iishe. Wa yukhlifu Allah ta'ala, kisha tunamuomba Allah akupe badali ya nguo nyingine nzuri baada ya hii itakapokuwa nguo hii imefika katika wakati wake. Wanamwambiaje wanapomwona ndugu yako kavaa nguo mpya sunna? Wanamwambia tubli wa yukhlifu Allah ta'ala. Nani hawa? Masahaba walikuwa wakiambizana haya maneno. Ukimwona mwenzako amevaa nguo mpya, usiseme maneno mengine ya kuashiria kama labda umepagawa na nguo au si mchezo. Maneno kama hayo hayana tija yoyote. Sana sana huenda kwa mhusudu tu ndugu yako, nguo ikaibiwa kwa hasadi zako na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu walikuwa wakiombeana dua, wanasema tubli wa yukhlifu Allah ta'ala. Haya ndio maneno ambayo tutaambizana sisi Waislamu tutapomwona mwenzetu amevaa nguo mpya yenye kumpendeza. Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala. Na wewe unapovaa kama ni kanzu mpya unasema Allahumma lakal hamdu anta kasautani, unataja badala anta kasautanihi unasema anta kasautani hadha alqamis. Kama ni kanzu, kama ni jilbabu mwanamke anta kasautani hadha aljilbab. Kama ni shungi anta kasautani hadha alkhimar. أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أميتاج حديث الإمام الترمذي كتك سنن، لكن كذلك أميتاج الإمام أبو داود، لكن كذلك أميتاج الخطيب البغدادي، كذلك أميتاج الإمام البغوي كتك شرح السنة، كذلك أميتاج الإمام ابن القيم الجوزية كتك زاد المعاد. الحمد لله رب العالمين.